Jaji Warioba aendelea kutikisa vyombo vya habari baada ya kukosoa au kuipiga nyundo hadharani kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ambacho alichokisema imekuwa ni gunzo kubwa sana. Sasa ni kipi alichoweza kukisema Jaji Warioba? Twende moja kwa moja uweze kujua ni kipi ambacho aliweza kukisema Jaji Warioba. Waziri Mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Joseph Sinde Warioba, akiwa katika mahojiano na waandishi wa habari pamoja na Mzee Jenerali Ulimwengu pamoja na Arifa Saidi, alisema kuwa ameshangazwa kuwa ripoti ya Tume ya Uchunguzi ya Matukio ya Oktoba 29 ni ya rais pekee na haitosambazwa kwa watu. Sasa nikukumbushe kidogo mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, tume ya Jaji Chande ilikamilisha ripoti yake ambayo ilikwenda kuchunguza yale matukio yaliyoweza kutokea mnamo tarehe 29 na siku zilizofuata, ambapo Jaji Chande aliweza kutoa mambo mengi katika ripoti hiyo, ambapo aligusia masuala ya utekaji, upotevu wa watu na matukio ambayo yaliweza kutokea mnamo tarehe 29, ambapo alisema kwamba zaidi ya watu 518 waliuawa siku ya maandamano, na akatuambia kwamba zaidi ya watu 700 na kitu wametekwa na kupotea kuanzia mwaka 2021. Lakini katika watu hao, watu 400 hawajulikani walipo mpaka sasa. Watu 300 wameshapatikana. Sasa baada ya kusema hayo, sasa Jaji Warioba akasema kwamba anashangazwa sasa na kile ambacho aliweza kukisema Rais Samia Suluhu Hassan kwamba ile ripoti ni ya kwake, asije mtu yoyote kuja kuiomba. Sasa Jaji Warioba anashangazwa na hiyo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba ripoti inakuwaje ni ya rais, na wakati kodi zilizotumika kufanya au kuchunguza hiyo ripoti ni kodi za Watanzania. Sasa rais anajimilikishaje na kati Watanzania wanataka waisome, kwa sababu kodi zilizotumika ni za Watanzania. Sasa twende moja kwa moja tuanze kujua ni yapi yaliendelea kusemwa baada ya Jaji Warioba kuwa amesema hivyo. Lakini ikumbukwe kuwa baada ya ripoti ya tume ya Rais Samia Suluhu Hassan, alisema kuwa ripoti hile ni yeye pekee ambaye aliomba hivyo. Asingetaka kusikia mtu akitaka kuona ni kipi kipo ndani ya ripoti hile. Kauli hiyo ilipokelewa kwa hisia tofauti na watu mbalimbali hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mazungumzo haya yalifanyika mnamo Mei 9 mwaka 2029, ambapo Jaji Joseph Sinde Warioba aliweza kupokea maswali kutoka kwa Mzee Jenerali Ulimwengu na Arifa Saidi. Moja ya mambo ambayo ameyasisitiza zaidi ni juu ya kuweza kufuta utaratibu wa kuzuia maoni katika jamii. Sasa nikinukuu hiki ambacho ameweza kukisema Mzee Joseph Warioba, amesema kwamba ukizuia kuzungumza, watu watatafuta njia mbadala, na njia mbadala huwa sio nzuri, za chini chini. Mimi ninachotaka tusifike huko. Sasa hivi kinachonipa hofu zaidi ni kuzuia mawazo yasitoke, maana mawazo yangetoka yangetusaidia, alisema waziri mkuu huyo mstaafu wa zamani Bwana Joseph Sinde Warioba. Sasa tukiwa tumemaliza kusogezea taarifa hiyo, naomba moja kwa moja nikakusogezea baadhi ya maoni ya wadau hapa waliweza kuyatoa kuhusiana na mambo haya. Sasa tutaanza na huyu Muhammad anasema kwamba Mzee Warioba, kweli unatupenda
na unatupambania Watanzania kwa nguvu zako zote, lakini serikali hii bado inafumba macho na masikio, haitaki kuheshimu kazi zako, japo wao ndio wanaokutuma. Lakini tukija kwa Issa hapa, Issa anasema kwamba Watanzania tulitegemea kupata kilichojiri ndani ya ripoti. Tunamwelewaje Rais Samia kutamka kuwa hiyo ripoti isionekane sehemu yoyote ile zaidi ya yeye mwenyewe? Inawezekana hiyo ripoti ikawa inamhukumu kwa 100%. Lakini Alfani akasema kwamba mwandishi anadai ni habari ya siku 4 zilizopita, na wakati sasa hii sio habari na hii sio kama ni ile breaking news. Sisi hapa tunakupa ni kama podcast yani. Hii tunakupa kama podcast yani, kama tunaelezea vitu ambavyo tunachambua vitu ambavyo vilishawahi kutokea. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, na hapa ndipo tunapotamatisha habari hii. Kikubwa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.